itakufundisha na hebu jaribu kushare linki na mtu mwingine. Family Today Talk Show. Karibu mtazamaji wangu, ni siku nyingine tena Family Today tuko hewani. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yako. Na leo nina mgeni wangu ni dada Elizabeth Love. Tumezoea kuwa naye na mmeshamuona tena, na leo Mungu ametupa neema ya kuwa naye. Tulibarikiwa sana vipindi ambavyo tumekuwa naye vipindi vya nyuma, na leo tena tuko naye. Ni mgeni wangu, nitamkaribisha awasalimie. Nawasalimia watazamaji. Kwa majina naitwa Elizabeth Love kama mmeambiwa, na nimeokoka, nampenda Yesu na moyo wangu wote. And I've authored a book inaitwa Behind the Curtain, God is Working for You. Na nimeshukuru sana, asante sana mtumishi wa Mungu kwa kuni-invite tena. Tumekuwa na wakati mzuri sana before, and I know that even today we'll have a great time and will impact the lives of people. Amen, amen. Ninashukuru sana, karibu sana kwa umekubali mwaliko wangu, na ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yako. Kwa kweli ninabarikiwa sana nikiwa na wewe dada Elizabeth. Umenifundisha mambo mengi, unani-encourage. Kwa hiyo na imani watu watapata kitu fulani leo kupitia kutoka kwako. Na leo tutaenda na topic nyingine ambayo watu wengi wanazungumza kwa habari ya separation and divorce. Wanasema high rate ya divorce katika hii modern culture kucompare na ile traditional culture zetu. Yani labda tuseme zile ni katika 1930s, 40s, 60s, 50s, 60s, yani ilikuwa ni low kucompare na kipindi hiki. Na watu wengi wanasema, na sio kwa watu wanasema, na statistics zinaonyesha hivyo. Na kama mara nyingi nasema kuwa statistics zinasema kuwa 40% ya watu ambao wanatakiwa kuwa kwenye ndoa ndio wapo kwenye ndoa kipindi hiki, lakini miaka ya nyuma huko 98% ya watu ambao walikuwa wanatakiwa kuwa kwenye ndoa ndio wapo kwenye ndoa. Kwa hiyo unaweza kuona rate ya divorce inaongezeka siku hata siku. Na watu wakawa wanatuuliza, wanaleta hoja zao, wanasema kuwa kwa nini ndoa za wazazi wetu ambao walikuwa hawajaenda shule, ambao walikuwa hawajasoma zilikuwa zina last long, lakini ndoa za sasa hivi za wasomi ambao wameenda shule, ambao wana mambo yani wana makubwa, yani pesa sio shida, lakini ndoa zao zinavunjika. Ndio topic ambao tunaenda kuizungumzia siku ya leo. Najua utajifunza kitu siku ya leo. Yes. Niende kwa dada Elizabeth. Umeshawahi kusikia watu wanasema kuwa ndoa za wazazi wetu zilikuwa wanavumilia, zilikuwa ziko strong, rate ya divorce ilikuwa ni ndogo sana, na hiyo ni kweli, ni reality, ni kweli. Wewe unafikiria ni kwa nini tukianza na ndoa za wazazi wetu, ni vitu gani vilikuwa zinawaweka wazazi wetu wakae kwenye marriage kwa muda mrefu na kukompea na sasa hivi? Ukweli nimesikia hiyo maneno, na hata mimi nikawa nafikiria kuna kitu ime happen, I'll mix because Kiswahili ni mingi, lakini kuna kitu ime happen kufanya ndoa za leo compared to those days ikuwe sasa the divorce rate is so high. Lakini kitambo sasa tulikuwa tunaonelea ni kama wazazi wetu walikuwa na hiyo uvumilivu. Lakini sasa ukiangalia kabisa unaona, na sio wote, wengine walikuwa na ndoa mzuri, lakini unaona kabisa kuna ile uvumilivu haikuwa based on pengine mapenzi venye tunaielewa leo. Lakini kuna vitu zingine zilikuwa tunaita traditional. Traditional expectations. Zile sasa ukiolewa, ile enzi zake, ukiolewa ulikuwa ukae huko. Na ile kuvumilia sasa, hata kama ulikuwa upigwe ama ufanywe nini, haungetoka kwa sababu hakuna mahali pengine
Pakwenda. Sababu kwenye sasa umetoka, ukitoka hizo enzi hizo, hakuna mali yako huko. Yaani cha kwako vimeisha, kwa baba yako Zimeisha. Na tunajua culture mingi, African cultures, most of them, na niseme yetu ya Kenyans, most of them inheritance ilikuwa only for men. Yeah, so mwanamke akitoka mahali amezaliwa hakukuwa na kurudi. Yes. So hata kama utapigwa ama kama utafanywa vibaya ama ile kitu yote utaona, unakuwa na hiyo uvumilivu. Na ndio sasa hiyo tulikuwa tunaongea when I was growing up, you know, I had people say, watu wanavumilia, lazima uvumilie kwa doa, lazima. You know, unajua tumelelewa nao, wazazi wakwenda shule lakini waliolewa hiyo enzi hizo na wakambua, you know, umetoka kwenyu na hiyo ndio kwako sasa. Hapo ndio kwako. Sasa we utengeneze nyumba yako. Na sasa hakuna mahali ya kurudi nyuma, hakuna mahali, you don't have an option. Lazima ile kitu utapata huko, hata kama ni kizuri ama ni kibaya, lazima utaishika kama mwanamke. Nakumbuka hata kwenye upande wa tribe niliotoka mimi, mwanamke akitoka akaolewa au akazaa akafa, haruhusiwi kuzikwa kama hayuko kwa mwanamume, kama yuko kwa mume wake, kwa sababu akiwa kwa mume wake anazikwa kwa mume wake huko kwa. Lakini akifa akiwa ameshazaa haruhusiwi kuzikwa kwenye kwao. Atazikwa mpakani, yani atazikwa labda kwenye mpaka kabisa wa ile shamba la baba yake. Yes. Kwa sababu it's not haikuwa proper, mtu ameshazaa alafu anakuja anazikwa kwenye boma la baba. Yes, unaona. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kama unavyosema traditional wise, kuna vitu ambavyo vilikuwa wakiingia kwenye ndoa wanaona hapa sasa mimi nimetoka ninatakiwa nivumilie. Yes. Back then walikuwa pia hawako empowered like kama kusoma na kufanya, sijui kama na kwenu ilikuwa the same. Actually kwenye mama yangu ametoka, mama yangu alikuwa anatupatia hizo stories ya kwamba wanawake, the dad, now my grandfather, akupeleka wasichana shule. Yeah. Na ilikuwa ni kitu normal. That was normal. Alijaribu moja tu, alikuwa anampenda sana binti yake mmoja, alijaribu kumpeleka shule, lakini hata yeye mwenyewe sababu ya culture hakutaka kwenda. So hata venye hata yeye alikataa, basi wote hakuna mtu alisoma. Mwenye tu alisoma kwa mama yangu, yeye mwenyewe alijisomesha. So lakini hiyo ilikuwa ni norm. It was the norm. The girls' children were not going to school. Ni wa kuolewa na kwenda kuanza nyumba yake na mume, kijana ndio anaosomeshwa. Na wakumbuka hata kwenye familia ya mama yangu, wanaume wa ma uncles wale wote wamesoma wote, lakini mama zetu wote hawakusoma. Lakini wale wa ma uncles zangu wote wamesoma. Exactly. Wote wamesoma. Yeah. So hiyo kwa hiyo sasa unaona empower hicho pia. Sasa hapo tunaweza tunaongelea kwa division of role. Zilikuwa ziko very clear kwa nyuma. Hiyo ina keep marriage, kwa sababu ukisema ninapoingia kwenye ndoa ninamdependi mume wangu, na mume anadependi kwako, kwa sababu ukiangalia vitu za nyumbani, kwa vitu vya nyumbani. So, kwa hiyo zile division of roles zilikuwa ziko very clear. Na hiyo tukisema hata hiyo empowerment at that particular time, sasa walikuwa wanaangalia empowerment kwa mwanamke ni kumfundisha venye atakuwa jikoni, venye atakuwa shambani, venye atakuwa kwa nyumba yake. So they were doing their roles, or they were learning their roles from other women or from their mothers. So wanaambua ukienda kwako hivi ndio uko supposed kufanya maneno. Lakini mwanamume ndo anaenda shule, anaenda napata kazi mzuri, kila kitu ni yeye. Lakini now that hiyo umesema division of roles ilikuwa it was so important because mwanamke sasa siku hizo aendi kazini, si yeye ako supposed kuelimisha watoto wale wa kiume wako na wao, si yeye ako supposed kununua manguo za watoto ama hata zake. Ilikuwa very very clear. The man provided. Naye mwanamke anatunza hizo vitu kwa nyumbani, anatunza watoto, anatunza zile vitu
baba analeta nyumbani, kama ni mikate anajua kugawanya, anajua kila kitu. So na hiyo ikafanya ndoa zao zinakaa kwa sababu na depend on my husband. He's depend on me. Yes. Na hata mwanamume anasema nikimwacha mke wangu, nikimwondoa mke wangu, hawa watoto watano nani atanisaidia? Siwezi kupika, siwezi kufunga diaper, siwezi kufunga neti, siwezi kuingia, siwezi kufanya huo usafi, hawezi kwa sababu hakulelewa. Mimi nakumbuka tulikozaliwa, mimi nilivyokulia, watoto 10 tumezaliwa kwenye familia ya babangu na mamangu. Watoto wa kiume walikuwa hawaingii jikoni. Hakuna, yani wao kazi zao ni tofauti kabisa na za kwetu ni tofauti. Sisi tutaenda kwenye kuni, tutachota maji, tutapika, tutafanya usafi, lakini wa kiume wana kazi zao za tofauti na sisi kabisa. Umeona? Kwa hiyo division of role on those days zilikuwa ziko very clear. Na mama ana depend on husband ana depend on wife. Kwa hiyo ni lazima mimi huyu ni pamoja na kuna matatizo labda lazima uvumilivu unakuwa yani unaenda yani ni lazima inakuwa ni automatic on both sides uvumilivu. Lakini sasa tukisema wa leo the roles are all mixed up. Na si kwa ubaya, sio kwa ubaya, it's a modern culture sasa tunaendelea. Roles zimekuwa unaolewa ujui roho yako, ujui roho mwanamume ajui roho yake, yani zimekuwa mixed up. Na sasa ni ile maneno inakuza sasa, si ile because it's not so well it's not so clear what the man or the woman is supposed to do, because sasa tuseme hiyo maneno ya empowerment, the women have been empowered. Si venye kitambo sasa tungekuwa ati hatuna hata mali kwenye tumetoka. If I speak about our country Kenya, it's even in the constitution a woman will inherit from their father. So maneno imechange sana. So ile ati ya kukua lazima ati nivumilie ati kwetu siwezi rudi. Hiyo kitu sasa sababu back then I don't know in Tanzania, but back then sisi kwetu hakuna mwanamke baba akiwa na mali anagawanya kwa watoto wa kiume basi. Watoto wa kike hawapate. Maybe siku hizi unaona familia nyingine zinagawana tu watoto wa kike na wa kiume. Lakini unasema Kenya imekuwa sasa it's in the constitution. Now is it what is happening? Si lazima. We are still leaning so much on the traditions. Lakini leo in the constitution you can actually go to court and demand for your for land. So hiyo vitu ni kusema time is changing and time has changed. Tena ile maneno ulikuwa naambiwa sasa ukitoka kwenyu we umeenda hakuna kurudi. Siku hizi sasa hata mtoto wako unamwambia I'm here to support you. I'm not telling you can leave your marriage. I'm not saying anything at all, but always know that you have a home with me. So maneno imebadilika. So ile uvumilivu ilikuwa ati if somebody is being abused angekaa sababu hana mahali pa kurudi. Siku hizi hakuna hiyo. Au hana kazi, hajui how to feed my kids. Anasema sasa nitaondoka vipi hapa na sina uwezo wa kuwalisha watoto wangu 5 6 wa kuwasomesha, nitaondoka. Alafu kuna mtumishi mmoja mkubwa, preacher mmoja mkubwa hapa Marekani nilimsikia anasema kuwa alikuwa anaongea kuhusu binti yake alipokuwa anaolewa. Alimwambia yule kijana, siku tu unashindwa unamistreat mtoto wangu, au siku tu umeshindwa kukaa naye, nipigie simu hata saa 8 za usiku, nitaondoka, nitakuja, nitamchukua, wala si umlete, mimi nitamfuata. Sasa unaona mambo kama unavyosema things change. Yani mambo yanabadilika kila siku yanabadilika. Ukiangalia kule vitu vilivyokuwa vinatuweka kweli kwenye ndoa vya wazazi wetu, ni lazima nataka kuongea na mtazamaji wangu hapa kuwa ni lazima tujue kuwa culture tuliokuwa nayo, maendeleo ya sasa hivi na kule nyuma ni vitu viwili tofauti. Tunaona kabisa sasa hivi huku tunakoenda rate ya divorce inaendelea kuwa juu, na sasa hivi tunaona tu ni kawaida, ingawa hata Biblia inasema I hate divorce, lakini sasa hivi tu tunaona ni kawaida. Lakini ni lazima tufike mahali tujue kuwa kwa nini
Ingawaje makanisa mengi hawataki kuongelea hivi vitu. Platform kama hizi zinatusaidia kutufungua, mtu unanisikiliza, kutufungua kuwa hivi vitu vipo na ni tatizo kwenye jamii na ni lazima tuviongelee. Kwa hiyo tunaona kuwa maisha yenyewe automatically tunavyoenda watu watakuwa hawako kwenye marriage wengi zaidi. Kama saa hizo unasema ni 40%, itaendelea itafika mahali onekane kama kanisa hatutasimama na kuzungumza na kukazana kuambia watoto wetu kuambia watoto wetu maana halisi ya marriage kibibilia. Itafika mahali hata marriage hazina maana tena. Lakini sasa ndio maana sasa tunakaa kama hapa because Mungu ameweka hiyo burden in your heart. Hatutaangalia tu vitu zianguke tuseme you know they stayed because maybe they were better or whatever. They were not better. That's what we are trying to say. They were not even better. They had issues going on. Kama ni you know you had to just stay wherever you were staying because of whatever we have discussed. Au kuwa na mahali pa kwenda. Roles were very defined, so maybe that helped them a little bit. Leo sasa tunasema watu wako na mahali pa kurudi, wako na wanaweza rithi mali na pia you know roles are just all over the place. But sio kusema ati marriage haiwezi simama. Hiyo sio kusema ati marriage haiwezi simama. Na ndio maana hapa nikwambie dada Elizabeth, ina maana sisi labda ni jinsi gani mtu labda ulipokuwa unaolewa, wewe ulipokuwa unaolewa ulikuwa una expect nini? Unajua ile perception yako kwenye kitu unachokiendea. That is very important thing. Hicho ndio wewe mimi nilikuwa na expect nini? Nilikuwa na perception yangu ni nini? Sijui unaweza kusema nini kwa ajili ya hiyo. Kwa sababu pia hiyo ina contribute a lot kwenye jinsi mtu unaweza kuendelea na marriage. Sema kitu moja, civilization na I think somebody said it, I don't remember who it is. Civilization begins from home. Like civilization of the world begins from home. Inaanza kutoka ndoa zetu. Sasa mkikuwa kuna dysfunctional families, what happens is that watu hata wakitoka wakienda hata kazini kama mmekazana na bwanako, you cannot be effective. You can't. So in my own situation, nataka niseme, you know, I know what I saw, like when I was growing up and what was going on in me. I think I was so hurt inside my spirit or inside my soul that I was not very, very clear of what I wanted, even in marriage. I kind of just thought maybe, you know, nilikuwa nasoma a lot of Mills and Boons. Wala watu wanajua Mills and Boons. I used to read those. They're very, they're like love stories. So it was like I had an ideal. Unajua nitapata huyu Charlie, atakuwa ananipenda, na, you know, we will live happily ever after. So I think I was looking for somebody to rescue me from my own kind of pain and whatever I was, brokenness. You know, so niliolewa kama niko broke in my spirit. So na hiyo sasa ikakuwa haikunipatia a very good view of what I wanted in marriage or what is needed in marriage. So na sasa when you're broken, you also attract people who are broken. And that is why we have to go back to families to build that foundation, because if you're going to produce watoto wako broken, they still are going to attract people who are broken, and then it's like a mess. Lakini sasa venye tunasema the expectation of marriage is supposed to come from a place where you know God loves you. Mungu anakupenda. Na kama Mungu anakupenda, kuna ile ameweka kwa maisha yako, there is something you bring into this world that is so lovely. So ukipatana na huyu jamaa, si maneno ya what am I getting in them. Hapana. Wa leo, hiyo time nilikiolewa mimi mwenyewe, and I like to be very honest. I didn't have that mindset. I didn't have the mindset of saying when I meet with somebody, I want to be a blessing to them.
It's not, I'm not looking at what they have or what they're bringing into me, but what am I bringing to them? Now, if you can attract those kind of people, already you're having that kind of a spirit and a heart, you'll attract the kind of person who is also doing the same, because hakuna watu perfect. Hakuna. Hii dunia hakuna. Ukivicha, kama unatafuta mtu wa kukufanya ukue happy, you will never get that. If you're looking for somebody to just love you and make you contented, that's not going to happen. That only comes from God. If he fulfills your heart's desires, if he makes you know that you're an amazing person, that you're here to bring something, and if you can attract that kind of a person, akona your spirit, then marriage can work. Because kama ni kupendana, mi siwezi kakupenda vizuri ati venye unataka every day. Haita happen. But lakini saa ile, exactly, lakini saa ile napungukiwa, you know better that this is not where my satisfaction comes from. Unajua inakuja kutoka kwa Mungu. Na so when your wife or your husband anakuwa akupatia hiyo kitu saa ile unataka, you're not going to get mad and get out. Hapana. Lakini sasa if you're broken, now that's another different, na tuliongea juu ya hiyo the last time. If you're broken, you're dealing with issues that are so different. Because hata utapata watu wanaenda huko nje, kona affairs, and they think it is normal because there is a lot of arguing all the time. Unajua, because you're broken and you're looking for somebody to give you what they can't give you, and I already said that. Kuna ile kitu mtu wa dunia hii hata bwanako hawezi kupatia, lakini that is what we are looking for in people. But Mungu sasa anasema until we get to a point where we are all together whole in our hearts, na tuelewe ule Mungu alikuwa kitambo ndio huyo Mungu ako sasa. So hii maneno tunasema ati the olden times watu walikuwa nakaa sana, musema walikuwa nakaa kwa nini? Lakini hiyo maneno ndio tumediscuss kwa ni there's something. So is it true that sai venye sasa tuko ni kuonesha vitu zime burst tu, because waleo hatuwezi fita if you're abusing me. Na sasa niko na I have maybe I have a job, I can be able to take care of myself. I'm not gonna stay. Ukweli na hiyo it is not the will of God, and I want people to differentiate that. I'm not leaving you because I have money. I'm leaving you because what you're doing is not right in the eyes of God. And if I allow you to do that, let me tell you what will happen. Me, I believe kuna watu wengi sana hawataiona hiyo biguni tunasema. Because even when you're doing it so much in the secret and you think nobody knows, God sees. God knows. Na ndio sasa analeta hiyo maneno outside. Hata tukiona the rate of divorce has gone high. Let me tell you people, wacha niwaambie nyinyi mnatuangalia. Hii maneno Mungu anataka tukue na solution. Because the solution is there. It is there in the word of God. Sasa anajali sana, sio tu just about now divorce, ama about marriage. Anajali sana roho zetu. Why do we treat people the way we do? Bona sasa tukue ati mtu sababu anakupatia mali ama ndio provider anakuabuse. Why? Is that the will of God? No. So mi naweza sema waleo in this modern culture, marriages can stand if we come from the view or the perspective of God, what God wants for us. I believe that his word is true. Unachosema ni kweli kabisa dada Elizabeth, kuwa kweli tuna perception tofauti tunapoingia kwenye marriage. Mimi kama ulivyosema, na mimi niliingia kwenye marriage nikiwa na mtazamo wa tofauti. Na yamkini wewe umeingia kwenye marriage ukiwa na mtazamo wa tofauti sana, kuwa kila mtu ana mtazamo wake. Kuwa labda ninaolewa ili niweze kushare hata hii rent nilionayo. Ndio ninaolewa kumit emotional needs zangu. Ninaolewa au ninataka mwanamume aje akanisaidie, labda unaona tu couple nyingine wanapendeza, na mimi nataka siku moja na mimi niwe napendeza na mume wangu, tunaendesha gari. Lakini unashangaa ukiingia kwenye ndoa vile ulikuwa unavitazamia huvioni. Unavitazamia huvioni. Na ndio maana nasema tunaweza tukawa tunaingia kwenye ndoa kwenye mitazamo tofauti. Na kitu ambacho tunataka family today tuwaambie kuwa kuna mtazamo wa kibiblia. Kuna hizi culture zetu, ndio kuna modern culture ambayo tunaona rate ya divorce inaenda juu. Kuna hiyo traditional culture tunaona rate ya divorce ilikuwa sio
ilikuwa iko very low, na tunapenda kwa kweli, na Mungu anasema hapendi kuachana, na tunapenda wanandoa wawe na uvumilivu. Kama dada Elizabeth umesema kitu kizuri, kuwa Mungu hapendi Mungu hapendi kuachana. Mungu hapendi kuachana, lakini Mungu hapendi abuse. Hapendi abuse. Kwa labda wewe unaweza tu kama abuse mwenzako, kama abuse mke wako au mume wako, ka abuse watoto. Mungu hapendi. Now you are going to hell. You are going to hell. Na hata hizo vitu tunaweza elekeza sana abuse, lakini hata even taking advantage of people. Unajua venye umesema their expectations. Watu wanaolewa with a lot of expectations. Yes. Na wengi hawana hiyo expectation from God. Ile sasa wako na ile nimeolewa sababu nilipata mimba, naolewa sababu huyo wako na mali, naolewa kwa sababu they look beautiful, naolewa to share rent, rent to share, bills, unajua kuna wengine tu, like there are all kinds of things. Lakini yamkini wangejua. Unajua mimi ninachofikiria, nasema kama ningejua Mungu amenikusudia nini kwa mume aliyenipa from the beginning, from the kabla sijaingia kwenye marriage, maisha yangu yasingekuwa, yani kuna miaka mingi nilikuwa nalia, saa nyingine nalia, what is this? Hii ndio marriage. Saa nyingine nasema mbona nataka kuondoka, mbona nataka ni quit hata hii marriage. Lakini ni kwa sababu nilikuwa na mimi nilikuwa na expect na matazamio yangu ya tofauti, sio ya kibibilia, sio Mungu alivyokuwa ana. Na ndio maana ndoa nyingi hazitaweza kukaa kama hatutarudi back kuangalia Mungu huyu tunayemwangalia, huyu Mungu tunayemzungumza, huyu Mungu aliyesema alituumba kwa mfano wake, ambaye ni yeye yule habadiliki. Ule miaka 100 iliyopita, jana na leo na hata milele, yeye habadiliki. Kama hatutarudi kwenye foundation kwa Mungu na ndio maana umesema hapo kuwa kile kitu ambacho una-expect kwa mume wako na kile kitu mke ana-expect kwa mume wake ni tofauti. Wewe una expect hiki na yeye ana expect hiki, ambacho sio cha kibibilia. Ni ya kwetu ambao tu tumeyafanya, ni ya kwetu ambao tunawaza, ni ya kwetu mimi nilivyokuwa nawaza. Wazazi wangu wasema lakini wewe umefika umri wa kuolewa, olewa. Wengine wanasema tu ni umri wa kuolewa umefika, olewa. Kwa hiyo sasa mimi nasema ngoja nipate mume niolewe. Lakini sijui kuwa hii ndoa ninayoingia Mungu anaiangaliaje? Na Mungu anani-expect mimi na ndio maana nikwambie, kama mtu unayenisikiliza, kama hata unafanya divorce, hiyo labda ni divorce ya pili, ya tatu, ya ngapi, lakini kama hujajua, kama hujajifunza, kama hujajua, hata divorce umefanya ya kwanza, ukaingia ya pili, itakuwa the same. Utafika tu mahali, sometimes tu utasema hii niko divorce ya tatu. Sasa ngoje tu nikae tu hapo nivumilie sasa. Kwa sababu utaishi tu maisha ya shida yale tena worse than the first one, kwa sababu ni kuwa sasa umesema ngoja tu nikae tu hapa sasa nitahama mpaka lini. Lakini siri ni kuwa hujajua position yako, hujajijua wewe mwenyewe, hujajua Mungu anakuexpect nini. Kama husband, kama wife, hujajua. Na hicho ni vitu wengi hatujajua. Ndio maana tunaona hii rate ya divorce inaendelea kwenda juu siku hata siku. Ukiongea hivyo nilikuwa nakumbuka hiyo maandishi ya Mungu inasema from the abundance of the heart the mouth speaks. Na sasa tukisema ni maneno tu ya kuongea, si maneno tu ya kuongea, ni maneno tu even action. From the abundance of the heart. So sasa umekosoa na mtu, tuseme ni bwanako ama bibi yako amekukosea. Ile kitu tunatoa sana ni ile kitu already deposited inside. Sio kusema ati huyo mtu atakuwa kama tumesema they're not perfect. They're not perfect people. Atakucross ile vibaya sana, ile siku utakia kucross, ana kucross vibaya, na umeokoka kwanza, ulikuwa umetoka maombi. Na sasa amekuja hapa amefanya kitu na muangalie hivi unasema lakini sababu ya ile deposit, sababu of who you are, ndio sasa hiyo maneno inatokeanga. Ni kusema unaweza ongea, sasa hiyo ndio unauliza Mungu. Sasa hiyo ni haraka nauliza na Mungu, sasa nitasema nini hapa?
lazima unipatie patience sahi, otherwise if I tell my peace of mind this thing can go whatever way. So ndo nasema from the abundance of the heart the mouth speaks. Kujijua when you get to know who you really are, ujue tu Mungu amekuumba, Mungu amekupatia hii kusudi yako ya just be a blessing. At any given time unaangalia situation unasema how are my words going to bless anybody here right now, you know. Kama ni kutoka usiongee. Walikuwa wanasema kitambo, you know, sababu you know I remember going for weddings, walikuwa wanasema sasa hawako wanatumia the Bible, lakini it's the same kind of a thing. Walikuwa wanasemaje, mke ukisha kasirika sana na bwanako, na sasa umekasirika sana na unasikia utaongea, chukua maji eka kwa mdomo. Hiyo itakuzuilisha kusema ile maneno, sababu ukisema maneno sasa mnavurugana, utachapwa na hiyo sasa haitakuwa vizuri. You know, lakini kusemaje from the abundance of what is in you, because it will help you act exactly the way you're gonna have to act. Because saa zingine sasa tunasema hii maneno tunasema ya doa, many people are just in their own world. If I'm expecting you to do something and you don't do it, then we are going to fight. Yes, it's either my way or the highway. So unapata watu wengi most of the times wanaudizana, lakini you didn't do this, na yeye anatokeza na vitu zake hata juzi na kufanya hivi na yeye you know unasikia watu wanavurugana, post ndani wanaanza kuvitoa zinatoka mpaka doa inaisha hivi kwisha. So Mungu atusaidie ile tunasema perception ya Mungu juu ya hii doa ni nini. If we don't know ourselves, there is no way we can actually help even somebody else. We cannot, if we don't love ourselves, we cannot love somebody else. You cannot go to the bank, uende kutoa pesa haiko deposited there. There has to be a deposit in us. Unaangalia mtu unasema, you know, nikishapata bwana, what am I bringing into this relationship? What am I bringing into this marriage? See maneno ya all the time just thinking, I need to get a husband to take care of me, or I need to get a husband to, you know, like there is a need that you need somebody to meet. Na hataweza. Na hicho kitu dada Elizabeth, watu tunakosa kuwa ile selfishness. Yani mimi tu. Kwa nini hakunifanyia hivi? Kwa nini hajanifanyia? Kwa nini hajanifanyia? Mume wako kwa nini huyu mke wangu hajanifanyia? Lakini so kitu gani nimemfanyia mume wangu? Kitu gani ninamfanyia? Kitu gani nina add value kwake? Kitu gani? Na hicho kitu ndio neno la Mungu linasema kabisa kuwa tangulizeni interest za wenzenu. Kama unajua kuna weakness katika mume wangu au ninamsaidiaje? Yani na Mungu anaweza, na ndio maana nasema ni lazima tukae tuwaambie watu vizuri kwa kweli. Kama watu tutaingia kwenye ndoa na perception tulizonazo, ndoa marriages zitaendelea tu kuvunjika, na watoto wetu watakuwa tena ndoa wanaona sio ya zamana kabisa. Yes. Lakini leo hii tunasema venye maneno tumeongea, kuna mtu atasikia hiyo maneno na pengine hata alikuwa karibu kufika hiyo divorce, lakini wakisikia leo, cause unajua Mungu atuangaliangi na ile maneno tulifanya, anatuangalia kwa sasa. Umesikia hiyo kitu tumeongea, na unaanza kujiangalia, unasema yenyewe hata sijaiangalia what am I bringing to my husband, what am I bringing to my wife. Sijaiangalia hivyo. I'm always looking at what she didn't do, hakupeleka hii, hakufanya hii, unajua. Lakini leo nataka niseme kuna wale watu watasikiza leo na wataanza kuishi differently. Walikuwa nakusudia divorce, lakini sasa hiyo kitu ita change in their minds. Give yourself a chance. Tunasema, you know, unajua Mungu anasema if you repent, I'm faithful to forgive you. So ni ile maneno tunasema, na si mtu mmoja atafanya hii marriage. Ni si wote wawili sasa tuseme, you know what, I got your back. You know what, I'm here to bless you. Vitu zile, you know, shetani hataki tuseme. Anataka tu babaishane, tuseme maneno isiyo mzuri to each other, na tunafikiria hiyo ni maisha. Mungu anasema no, I've given you beautiful words to use upon each other. Kwanza in marriage musema, you are allowed to say I love
love you like all the time. Mbona usiseme hivyo? Mbona usiseme hivyo? Sasa that is the perspective Mungu anakupatia. Be a blessing to your spouse. Yani muangalie tu hivi useme hata venye I have my weaknesses. Even this person has a weakness. Yes. Nimpende hivyo. Let me not try to change her. Let me not try to change him. Nimpende, alafu sasa you know somehow whatever you deposit you get back. Yes. Kuna mhubiri mwingine alikuwa anasema hivi. Walikuwa wanavurugana sana na bwanake. Siku moja Mungu akamwambia tu, wewe sasa nataka ufanye hivi. Enda uchukue karatasi na kalamu. Uandike zile vitu mzuri za bwanako na zile vitu baya. Na alisema she was shocked that the list of the things that were so good about the husband were so many. But lakini it's like the enemy anatakanga tuchukue vitu tudogo. Unachukua vitu tudogo unafinyirilia na whatever you focus more it becomes more magnified. Sasa unaanza kuona huyu bwanangu hata anipendi sijui nini. Lakini ukiangalia list ya zile vitu mzuri zake ni mingi sana. So God told her, you know, I need you to focus on that. You focus on the good things about this woman. You focus on the good things about this man. Bas, marriage yao mpaka wa leo imekuwa ni kitu ingine. So these are things that mimi najua hii maneno sasa Mungu ameweka kwa roho yako about marriages. God is getting us to another place. When you see that there is so much darkness, tuseme hizi divorce rates are very high, that's the time the light of God is so you know it can be seen or it is so clear. So mimi nasema hii ndio wakati that many people want to hear because they don't know what to do. Unajua ukishatoka mahali sasa you know either you came from a dysfunctional family, you know unaingia kwa marriage hujui the expectations, you know you just don't know, lakini your mind is now at this particular time. Mimi nasema the minds of human beings are clinging to what is pure, what is holy, what is godly. What do we need to do in our marriage? Kuna watu wanauliza hiyo swali na najua sasa hivi ndio roho zao ziko, they have that place to receive the truth. The marriages are going to be, you know, redeemed. They are going to be redeemed in Jesus name. I know these are the times watu wanafikiria, if we continue like that now sijui tutaenda wapi, lakini this is the worst that it can get. We can only get better. Amen. Mtazamaji wangu, ninashukuru sana kwa kuwa na sisi siku ya leo. Tumebarikiwa sana na dada Elizabeth kama alivyotuonyesha kitabu chake Behind the Curtain. God is working for you. Please pata kopi yako. Please pata kopi. Ni kitabu kizuri, nimepita katika page nyingi katika hiki kitabu. Ni kitabu kizuri. Mungu ameweka kitu kikubwa sana ndani ya dada Elizabeth. Yaani pata hiki kitabu utajifunza kitu. Tunabarikiwa sana tukiwa na dada Elizabeth kwenye table talk yetu. Na kama tulivyoongea siku ya leo, nitampa maneno mafupi ya kufinalize. Kama tulivyoongea, tumeona kabisa kuwa kweli hali halisi ya rate ya divorce inaendelea kuongezeka, lakini tunaona ni jinsi gani, kwa nini rate inaongezeka, kwa nini huko tulikokuwa na hapa tulipo kuwa hata tunakoenda, kama watu hawatageuza macho yao kama dada anavyosema hapa, tuanze sasa kuangalia Mungu anatutazamia nini kwenye marriage zetu. Hali ya divorce hii inaenda kuwa uko vibaya zaidi, lakini ninaamini kabisa next session yetu tutaenda sasa, tumeangalia traditional culture zetu, tumeangalia modern culture tulionayo, lakini sasa sisi kama Wakristo ni lazima tuintroduce kingdom culture. Kingdom culture haijalishi, haina muda. Yeye Mungu alikuwa ni yule na yuko yesterday, today and forever. Kwa hiyo hii kingdom culture tu ndio inaweza ikatusaidia kukeep our marriage. Kwa hiyo ninakukaribisha pia, shiriki, usiache kusubscribe kwenye channel yetu, na zaidi sana karibu tena kwenye kipindi kingine ambacho tutaendelea kuongelea kuwa how hii kingdom culture inaweza ikatusaidia kwenye marriage zetu. Karibu dada Elizabeth kutoa neno la mwisho. Mimi naweza sema ile kitu moja najua leo. Unajua God is God of seasons.
na all the time anakuwa na remnant, na mi nashukuru Mungu sana sababu najua ako na remnant in you. Kutoka ile time nimekujua, nimejua your heart is with families and marriage. Nimejua hivyo. Na kwa hivyo na I thank God so much for the privilege to even sit with you, because of what you're doing is greater than what you think you're actually doing. And it's going to go further and wide, because mi nasema this season in our generation is a season of things changing. Yeah. Yani kuna ile tu, unajua kuna ile msee alikuwa anaitwa Lazarus, alikufa. Venye alikufa sasa wakafikiria sasa that's it. Lakini venye Yesu alikuja akasemaje, hata the sisters walimwambia, if you had been here our brother would not have died. Lakini akasema sasa niko hapa, I'm the life, your life. Yeah. I'm that. I'm here. So guess what? Wakafikiria, akasema nionyeshe mahali mmemweka. Sana ambua hapana, huko hata kuna nuka sasa. Na hizi ndio enzi tunaishi. Yeah. Watu wanafikiria maneno imeisha. Hata kuna nuka, huwezi karibia. Uko na kile watoto wetu itakuwaje? Watu wako na fear, and this is what I want to tell somebody. Fear not. Because he is here. No. Venye meka hiyo kitu kwa roho yako, kukaa hapo unaongea maneno ya marriages. That means there is hope. Amen. When Jesus comes, he gives life. Amen. Alikuja akaita huyu Lazarus, anamwambia Lazarus toka. Mwenye alikuwa amekufa 4 days. Alikuwa amekufa, ameanza kuoza. Akakuja akasema hapana, Lazarus get up. Na hizo ndio ndoa zetu, all of them, na zitatoka. Lazarus come out, na usijali. Mimi mwenyewe nimeenda through a divorce. But I believe that God has a purpose in my life, yes. Even concerning marriage. So ile kitu Mungu anataka kufanya leo, ile kitu amekusudia kufanya in this generation. I'm not even saying a day like today. Nasema in this generation, in the generation we are living, we are the people that God is waiting on us. Amen. He's waiting on us to actually do what we are doing now. This word is powerful. It is giving life to so many people who are going to listen. It's giving life to their marriages. It's giving life to watu wanakusudia kuolewa na kuoa. It's giving life to them and giving them hope, because there is hope. Amen. Kama Mungu alisema hii marriage can work, guess what? It can work. Amen. Tunashukuru sana. Tunakukaribisha tena kwenye kipindi kingine next time. Karibisha mtu mwingine, kama unapata link yetu karibisha mtu mwingine, na subscribe. Narudia tena kusema subscribe kwenye channel yetu, ili kila tukiwa hewani uweze kupata kipindi chetu, na Mungu akubariki sana. Yes, and this book you can always get it on Amazon. Behind the Curtain, that's all you need to type. Yes. And you get it on Amazon, and it is just an amazing book for the season. Amazing book. God bless you so much. I love it. Formula Today, Help Talk.